Amepewa dhamana kuiongoza timu ya taifa Tanzania. Hemed Morocco amemjumuisha kwenye nini? Timu ya taifa. Kwa ubora wake. Safi. Watani wako walikuwa wanaandika kwamba miongoni mwa timu ambazo hazijawahi kufuzu magoli zaidi ya 6 katika ligi ni pamoja na nyinyi. Leo mmeweza kuwashukua hapa ukipitisha. Kwa wewe una lapi la kuambia? Mimi naamini siku zote daktari aliyosomea anatoa dozi kutokana na mgonjwa alivyo. Yes. Niwaambie waandishi wa habari, sio siri. Hatukudhamiria hiki tulichokifanya kwa sababu ya kibri, jeuri, maneno ya fezuri ya Maxime, tukaamua kuja kumwadhibu hapa. Ila wanasema hasira za Simba za Yanga mmemshia Dodoma Jiji leo. Hapana. Huyo ana dozi yake. Huyo mgonjwa mwingine maradhi alikuwa nayo tunayajua, nendeni mkawaambie. Sisi sio virima. Sisi ni people, tutakutana. Wamesema wacheze mechi yoyote zaidi ya siku ile ambayo walitakiwa kucheza. Waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu na endelee kuwa msimamo huo. Wasije kubadilisha msimamo. Wakibadilisha sisi sio virima. Sisi ni people, tutakutana. Leo zilikuwa za kubwa mtani, sema tu basi. Sio za mtani hizi za Maxime. Za mtani ilikuwa zaidi ya hapa. Maxime. Shehe ulienda kwenye iftari jana? Nilishiba. Nasikia kuna mwandishi kaambiwa kula sana usiende kutusema kwenye kipindi, si ndio? Utakuwa jina mwiko. Kuna ubaya Kisugu watu waliko kwenye iftari. Sio iftari wamealikwa kwenye kura. Iftari ile sio iftari ile wamealikwa kwenye kura. Wamealikwa kwenye kura. Iftari ni taratibu ya kiimani. Dini ya Kiislamu inatuambia anastahili kufuturishwa ni yule ambaye hana uwezo wa kujiweza kwenye kuftari. Fadhila amepata, isipokuwa fadhila alopata kaita watu kwenye kura sio ya kuftari. Hiyo dini ya Kiislamu. Sheikh umevaa kanzu wewe? Naongopa. Hii ni mechi ya mwisho baada ya mapumziko. Kwa hii matokeo ya leo mnapa salamu gani watu wengine ambao mnadokana nao baada ya kurejea? Kikubwa kwanza kama ulivyosema, mimi naamini kutokana na ratiba ya bodi ya ligi, mechi inakwenda kusimama, ligi inasimama kupitia national team. Mimi naamini vijana tutapewa nafasi kwenda kupumzika, lakini kimsingi sisi kama mashabiki tunaendelea kujipanga zaidi ili kuona namna ambavyo tutasupport timu yetu. Nafikiri mechi zilizokuja mbele yetu, mechi tarehe 2 na Al Masry, mashabiki tutasimama kwenye dua na sala ili kuhakikisha kwamba tunafanyaje? Tunafanya vizuri. Miongoni mwa watu ambao huwa na support sana timu ya taifa ni wewe. Kikosi kinashuhudia, unakionaje na unakishuhudia kuelekea katika mchezo? Kwanza nimpongeze mwalimu Hemed Morocco. Uteuzi wake umekuwa mzuri ambaye hakuna Mtanzania anayeweza kupiga kelele juu ya uteuzi. Kikubwa kama Watanzania, hii ndio timu yetu ya taifa ya Tanzania. Wao wanasemaga ukweli mara nyingi. Uzalendo wa kweli unaanzia kwenye timu ya taifa. Kikubwa tuendelee kusupport timu yetu. Naamini timu ya taifa itaingia leo kambini. Kimsingi tuendelee kusupport ili kuhakikisha mipango ya nchi inakaa vizuri, mipango ya nchi inakaa sawa sawa. Kuna shabiki mmoja uko nje nimemsikia anasema aliyemleta Elia Mpanzu ndani ya Simba, dhambi zake apewe yeye. Kwa kuna wewe ugawane dhambi na huyo mtu huko nje? Dhambi zake kila mtu abebe zake mwenyewe kwa mujibu wa Biblia. Kiwango chake mpaka leo kimekuridhisha kiasi gani Kisugu? Kwenye Injili inasema kila goti litafanyaje? Litapigwa. Kwa hiyo mtampigia magoti Elia Mpanzu? Sio sisi. Nendeni mkamwambie yule mwandishi wa habari mwenzenu. Yule alokaa Temeke yule. Alisema Elia Mpanzu ni mchezaji wa kawaida. Yule alikuwa Gaza mwanamuita nani yule? Dominic Salamba. Nendeni mkamwoji. Nendeni mkamuulize. Nendeni mkamwambie Kisugu ametutuma. Mimi wakati namzungumzia Elia Mpanzu, Dominic Salamba alisema Kisugu kwa sababu yuko kazini na maslahi. Nendeni mkamuulize ukweli. Leo moja katika wachezaji wanaongeza kitu. Sio Simba tu. Kaongoza burudani kwenye ligi NBC. Unamzungumzia Elia Mpanzu. Mfateni mwenzenu mkamuulize. Na ligi nambari 4. Na niangalia Rashidi. Elia Mpanzu. Leo inapiga. Tumemwona Jinshaza wale wameweka magoli yake mawili kama nilivyosema. Mawili. Top scorer. Top scorer wa msimu huu wanasema ananukia kuelekea kwenye top scorer, pia MVP wana Simba mnamuita hivyo. Kuna mpinzani wake sasa hivi. Kwanza kikubwa tunamwombea. Siku moja nilikuwa naongea na Elia Mpanzu, alichonieleza dhamira yake sio kwa mfungaji bora. Dhamira yake kuisaidia timu kuona namna ambavyo timu inafanyaje? Inakwenda kutimiza malengo yake. Kwa hiyo sisi kama mashabiki tunaendelea kumsupport, tuna imani naye, inshallah. Kama Mungu amempangia kuwa mfungaji bora, inawezekana. Bana, bado alama moja bana kwenye msimamo. Alama moja pale, wananchi wako juu,
Mnafuata nyinyi bado alama moja. Kwanza ile jina la wananchi tafsiri yake nini? Wananchi ni wengi. Hakuna dhambi kubwa duniani Yanga kuwaita wananchi. Kwa nini? Young Africa jina la Kiswahili, jina la Kizungu. Nani? Young Africa jina la Kiswahili, jina la Kizungu. Ni Young Africans. Kama mtu mpaka leo anatumia jina la ubepari, huyu anastahili kuitwa mwananchi? No. Rashidi, nitafute hiyo mada.